أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Almuminin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema Ijumaa iliyopita nilikuwa nimeeleza kuhusu vita ya Zikart, kama nilivyokuwa nimeeleza ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuondoka kwake katika vita hii alikuwa amewatuma maswahaba wachache kuelekea kwa maadui, na kisha mwenyewe alikuwa amekwenda nyuma yao na jeshi lake. Katika mada hii imeendikwa zaidi ya kwamba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake walipokuja, jeshi la maadui likawaona na wakawakimbia. Waislamu walipofika mahala pa kupigia kambi pa maadui, Farasiat Abu Qatada alikuwepo kule, ambaye miguu yake ilikuwa imekatika. Sahaba moja akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miguu ya farasi ya Abu Qatada imekatwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama karibu ya farasi na akasema mara mbili, kheri kwako, katika vita una maadui wangapi? Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wakaelekea mbele hadi wakafika mahala ambapo Abu Qatada na Masada walikuwa wamepiga mwereka. Ijumaa iliyopita ilikuwa imeelezwa habari hiyo. Wao wakazani ya kwamba Abu Qatada amefunikwa chini ya shuka. Swahaba moja akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inaonekana ya kwamba Abu Qatada ameuawa shahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Allah amrehemu Abu Qatada, na hapa kwa dhati ambaye amenijalia heshima. Abu Qatada ni nyuma ya maadui na anaimba nyimbo za kivita. Hata Abu Qatada anasimulia ya kwamba wao, yani jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, walipoona farasi yangu kwamba miguu yake imekatwa na wakamwona adui akifunikwa kwenye shuka langu, wakazani ya kwamba huenda mimi nimeuawa shahidi. Hata Abubakar raziallahu taala anhu na hata Umar raziallahu taala anhu wakaenda mbele haraka na wakaondoa shuka. Hapo wakaona uso wa Masada, wote wakatamka Allahu akbar. Allah na mtume wake wamesema kweli. Ya Rasulallah, huyu ni Masada. Na maswahaba pia wakatamka takbira, na kisha baada ya muda mfupi tu Abu Qatada akisukuma ngamia akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, e Abu Qatada, uso wako umefanikiwa. Abu Qatada ni kiongozi wa wapanda farasi. E Abu Qatada, Allah akubariki sana. Riwaya ya pili inasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Allah awabariki kizazi chako na vizazi vyao. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, e Abu Qatada, imekuwaje juu ya uso wako? Abu Qatada anasema ya kwamba nikasema,
ya kwamba wazazi wangu wajitolee kwako. Nilipigwa mshale mmoja na hapa kwa dhati ambaye amekujalia heshima. Nafikiri nilikuwa nimeondoa mshale ule. Mtume akasema, abu katada njoo karibu. Nikawa karibu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoa mshale kwa upole na akapaka mate yake na akaweka mkono juu yake. hata abu katada anasema ya kwamba na apa kwa dhati ambaye alimjalia mtume utume, nilikuwa na hisi kana kwamba sikupata pigo lolote wala jeraha lolote. hutuba iliyopita nilikuwa nimeeleza ya kwamba Abu Qatada alikuwa ametoa mshale kwa mkono wake, lakini yawezekana kwamba kipande chake kitakuwa kimebaki ndani yake ambacho mtume akakitoa nje. Nishani yake ilikuwa inaonekana. Riwaya moja inasema kwamba mtume alipomwona Abu Qatada akasema, e Allah, utie baraka kwenye nywele na ngozi yake. Na akasema, uso wako umefanikiwa. Yeye anasema, nikasema, ya Rasulallah, uso wako umefaulu na umefanikiwa. Kisha katika umri wa miaka 70 hata Abu Qatada alipofariki dunia. Hata hivyo watu wanasema kwamba uso wake ulikuwa ukionekana kama ni wa kijana mwenye umri wa miaka 15. katika vita hii kunapatikana habari ya Salma alipopigana na adui katika Zuqard. Salma anasema, mimi nilikuwa nakimbia nyuma ya maadui hadi naapa kwa dhati ambaye alimjalia mtume heshima, nilikuwa sioni nyuma yangu maswahaba wala vumbi yoyote ya miguu yao. maadui walifika kwenye pango moja kabla ya jua kuzama, ambapo ilikuwa chemchem moja ya Zuqard. wao wakataka kunywa maji kutoka chemchem ile, ndipo wakaniona kwamba nipo nyuma yao. hapo wakapakimbia. jua lilikuwa limeshazama. mimi nikamwona mtu mmoja, nikampiga mshale. asubuhi pia nilikuwa nimempiga mshale. sasa nikampiga mshale wa pili, yote miwili ikampiga. wao wakakimbia wakiacha farasi wawili. mimi nikawakamata, na muda huo mtume salam pia alikuwa amefika. hivyo mimi nikawaleta kwa mtume salallahu alaihi wasallam. kuhusu kufika kwa mtume salallahu alaihi wasallam Zuqard, imeelezwa ya kwamba Salama anasema ya kuwa mtume salallahu alaihi wasallam alifika wakati wa isha na akapiga kambi karibu na chemchem ambapo nilikuwa nimewazuia maadui. yeye alikuwa ameshachukua ngamia na kila kitu nilichokuwa nimenyanganya kutoka maadui. hat Bilal akachinja ngamia mmoja katika ngamia walionyanganywa kutoka maadui, na kwa ajili ya mtume akachoma ini na nundu. Hasab bin Ubada akatuma ngamia 10 wenye malundo ya tende ambao akapokea katika eneo la Zuqard. Salma anasema ya kwamba nikasema, nilikuwa nimewazuia maadui kunywa maji, wao walikuwa na kiu. wewe nitume pamoja na wanajeshi 100, mimi nikiwa saka nimue kila jasusi wao. mtume akaanza kutabasamu hadi katika mwanga wa moto meno yake matakatifu yakaanza kuonekana. mtume akasema, Salma, je, unaweza kufanya hivyo? nikasema, na hapa kwa yule aliyekujalia heshima, ndiyo. mtume akasema, malakta faasje, wewe umewashinda, hivyo ushike upole. huu ni msemo katika misemo ya Uarabuni ambao maana yake ni kwamba msamaha mbora ndio huu, kwamba shika upole na usitumie ukali. kama wameondoka basi wameondoka tu, sasa hakuna haja ya kuwasaka. katika matukio ya vita hii, Salma akisimulia tukio moja anasema ya kwamba wakati wa asubuhi mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mpanda farasi mbora wa leo ni Abu Qatada na askari mbora mwenye kutembea kwa miguu ni Salma bin Aqba.
hazrat salma anasema ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam akanipatia sehemu ya ghanima ya mpanda farasi na mwenye kutembea kwa miguu pia. Kisha akanikalisha nyuma yake, yani juu ya ngamia yake. Katika safari hii kuna habari ya tukio jingine la Salma. Riwaya inapatikana, Salma anasema ya kwamba wakati wa kurejea Madina, tulipofika karibu na Madina, sahaba mmoja Answari ambaye alikuwa mahiri katika mbio alitangaza na akasema kwamba je, yupo ambaye ashindane nami katika mbio hadi Madina? Ye akarudia maneno hayo mara kadhaa. Anasema mimi nilikuwa nimepanda nyuma ya mtume saa salam juu ya ngamia yake. Mimi nikamwambia Answari swahaba, je, humheshimu mtu mwenye heshima? Huna hofu ya mtu mwema unatangaza hivi? Ye akasema hapana, sina hofu ya mtu yeyote isipokuwa mtume salallahu alaihi wasallam. Nikamwambia mtume salallahu alaihi wasallam, ya rasulallah, wazazi wangu wajitolee kwako, ni ruhusu kushindana na mtu huyo katika mbio. Mtume akasema sawa, kama unataka basi ufanye. Nikamwambia mtu huyo kwamba uwe tayari. Kisha anasema nikageuza miguu yangu na nikaruka chini na nikakimbia nyuma yake. Ye alikuwa mbele, mimi nilikuwa nyuma yake. Nikaendelea kutunza nguvu yangu, kisha nikashika kasi na nikaenda kumkamata na nikapiga mkono katikati ya mabega yake na kusema kwamba wallahi nimekushinda. Ye akatabasamu na akasema hata mimi pia nina wazo hilo hilo, na hivyo nikamshinda katika mbio hadi tukafika Madina. Kwa ajili ya ghazwa hii mtume salallahu alaihi wasallam alibaki nje ya Madina siku ngapi? Katika maelezo yake imeandikwa ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam aliondoka asubuhi Jumatano na akasimama usiku na siku moja katika Zulqard ili aweze kupata habari ya maadui. Kisha Jumatatu akarejea Madina, hivyo akabaki nje ya Madina kama mausiku matano. Katika vita hii maswahaba waliouawa shahidi, maelezo yao ni kama hivi. Kwa Waislamu, hat Mehrez bin Nazla aliuawa shahidi sawa na Ibn Hisham. Ibn Waqas bin Mujaziz pia alikuwa ameuawa shahidi. Pamoja na hawa, mwana hat Abu Zar kabla ya vita alikuwa ameuawa shahidi katika mahala penye kufuga ngamia. Kuhusu makafiri imeandikwa kwamba katika makafiri Abdurrahman bin Uyana, Hubayb bin Uyana, Masada bin Hakma Fazari, Obar na mwanaye Amr waliuawa. Maadui walikuwa wamemkamata mke wa Abu Zar na kuondoka naye. Habari ilikuwa imeelezwa katika hutuba ya wiki jana. Maadui walikuwa wameondoka na mke wa Abu Zar na walikuwa wamemfunga ndani, nao walikuwa wanafuga wanyama wao mbele ya nyumba zao. Usiku mmoja mwanamke huyo akafungua kamba zake na akaja karibu na ngamia waliokuwa wamefungwa karibu. Kila mara alipokuwa akija karibu na ngamia alikuwa anapiga kelele na huyu alikuwa akimwacha hadi akafika karibu na ngamia Azba, ngamia wa mtume ambaye maadui walikuwa wameondoka naye. Ngamia huyu hakupiga kelele. Ngamia huyu alikuwa amefundishwa. Mwanamke huyu akapanda juu yake na akamsukuma ngamia, akaanza kutembea. Wao wakajua kwamba mama huyu amekimbia, wakajaribu kumkamata lakini hawakuweza kumkamata. Msimuliaji anasema mama huyu akaomba nadhiri kwa ajili ya Allah ya kwamba kama Allah atamwokoa kwa kupitia ngamia huyo, ye lazima atamchinja. Alipofika Madina, watu wakamwona na wakasema huyu ni ngamia Azba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke akasema mimi nimeomba naziri kwamba Allah akinisalimisha kwa kumpitia ngamia, mimi nitamchinja. Katika majadiliano hayo watu wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamweleza yote.
mtume sallallahu alaihi wasallam akasema subhanallah, mama huyu amempatia ngamia malipo mabaya, ngamia amemsalimisha na kuleta hapa, na huyu anampa malipo mabaya kwa kuomba nazwiri kwamba kama allah akimsalimisha kwa ngamia huyo ye atamchinja. Hayo si malipo mazuri. Kisha akasema nazwiri yote isitimizwe katika kumwasi allah, na nazwiri ya kitu kile si halali ambacho mtu si miliki yake. Wewe si miliki wa ngamia huyo, huyu ni ngamia yangu, wewe nenda nyumbani kwa jina la allah na kwa amani. Sasa nitaeleza kuhusu saria moja. Saria hii inaitwa sariyat aban bin said kuelekea najd. saria hii ilitokea muharram hijria 7, ilhali katika riwaya moja tarehe ya saria hii imeelezwa ni kama jamadiuthani mwaka wa 7 hijria. Mirza Bashir Ahmad Saheb pia ameandika kwamba saria hii ni ya mwaka wa 7 hijria. tarehe ya saria hii muharram mwaka wa 7 hijria inaaminika zaidi, kwani riwaya zinasema kwamba kabla ya kuelekea khaibar mtume alimtuma abad bin said kutoka madina kwenda najd, na safari ya kuelekea khaibar ilikuwa imetokea muharram mwaka wa 7 hijra. utambulisho wa aban ndio huu kwamba baba wa aban alitokana na wakubwa wa quraish. ndugu zake amr na khalid walikuwa wametangulia kusilimu na walikuwepo katika wale waliohamia uhabeshi. aban katika vita ya badr alishiriki upande wa washirikina. yeye wakati wa suluhu hudabia alikuwa amempa uthman uhifadhi. amar na khalid waliporejea kutoka uhabeshi wakamtumia aban ujumbe hadi wote watatu wakahudhuria kwa mtume katika siku za khaibar na aban akasilimu. riwaya moja inasema kwamba aban bin said alikubali islam katika muda ulio katikati ya suluhu hudabia na ghazwa ya khaibar. wakati wa kifo cha mtume aban alikuwa afisa mtendaji katika bahrain, kisha akaja kwa abubakar na akaenda siria, akauawa shahidi mwaka wa 13 hijria sawa na riwaya moja. mwaka wa 27 hijra katika ukhalifa uthman alifariki dunia. kabla ya kuelekea katika vita ya khaibar mtume alituma kikosi kimoja chini ya uongozi wa abad bin said kwenda najd. najd ni maeneo yenye majani sana ambapo kuna mabonde na milima kadhaa. eneo hili upande wa kusini linafika hadi yemen na katika kaskazini linafika hadi jangwa la siria na iraq. jangwa la hijaz linapatikana upande wake wa magharibi. eneo hili ni mita 1200 juu kutoka ardhi, uso wa ardhi. kwa sababu ya mwiniko huo inaitwa najd. shabaha ya jeshi hili lilikuwa ni kusalimisha madina kutoka makabila maadui hali mtume hayupo katika madina. makabila haya daima yalikuwa na fikra hii kwamba wakipata nafasi ifayo wavamie madina. kuondoka kwa mtume pamoja na masahaba zake kutoka madina kulikuwa kunafahamika nafasi nzuri ya kuishambulia madina. maadui walikuwa na fikra kwamba sasa mtume ni nje ya madina na watu wengine pia ni pamoja naye. katika madina ni watu wachache, hivyo tukishambulia madina tuiteke. chini ya wasiwasi hii mtume alipokuwa akienda katika vita fulani alikuwa akiwatuma masahaba kadhaa kwa makabila haya. habari ya saria hii inapatikana katika bukhari kwamba mtume akimtewa aban amiri wa saria moja akamtuma kwenda najd. hata abu huraira anasema kisha aban na wenzake wakaja kwa mtume katika khaibar baada ya yeye alikuwa ameishinda tayari. hata abu huraira anasema mimi nikasema walikuwa wamefika baada ya kutokea ushindi wa khaibar, nikasema ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam usiwape sehemu katika ghanima ya khaibar. hapo wote wawili wakazozana. mtume akasema e aban ka, na mtume hakumpatia sehemu kwani alikuwa hakushiriki katika vita ya khaibar. hii ndio inaweza kuwa sababu yake. kisha kunapatikana habari ya vita nyingine katika historia ni maarufu sana ambayo inaitwa ghazwa ya khaibar. khaibar ni maeneo mapana yaliyojaa chemchem na majani, na
katika kisiwa cha uarabuni inahesabiwa katika bustani kubwa kabisa ya mitende. rutuba yake tunaweza kupiga hesabu kutoka jambo hili kwamba bonde moja tu la khaibar ambalo linaitwa kutiba lilikuwa na mitende 40,000. bonde la khaibar lilikuwa likipatikana likiwa na umbali wa maili 96 upande wa kaskazini kutoka madina. hapo mayahudi walikuwa wakiishi tangu zamani. sawa na riwaya za kihistoria tangu zama ya hat musa mayahudi wa bani israel walikuwa wakiishi hapa. sawa na baadhi ya wanahistoria katika zama ya bakht nasr mayahudi wakaja kuishi hapa. zipo riwaya zingine pia zinazotoa natija hii ya kwamba katika khaibar mayahudi walikuwa wakiishi tangu zamani sana, na kwa kujengea ngome kubwa kubwa watu hawa walikuwa wakiishi ndani yake. mahala hapa palikuwa na umuhimu mkubwa kwao. katika lugha ya ibrani maana ya khaibar ni ngome. makabila machache ya mayahudi yalikuwa yakiishi madina pia, lakini jambo moja lilikuwa linawatofautisha mayahudi wa khaibar ya kwamba mayahudi wa hapa walikuwa washujaa na wajasiri kuliko wengine, na pia walikuwa na umoja zaidi kuliko wengine, jambo ambalo kwa sababu yake eneo hili lilikuwa na kaumu moja yenye nguvu na mshikamano. wawe mayahudi wa madina au wawe mayahudi wa khaibar, njama zao zidi ya mtume na islam zilikuwa zimezidi mno. kaumu hii yenye kuzidi katika bughza na uadui haikupunguza chochote katika juhudi za kumaliza na kumwangamiza mtume sallallahu alaihi wasallam na islam, ilhali kinyume chake mtume sallallahu alaihi wasallam daima aliwatendea mayahudi wa madina kwa upole na huruma sana. akafanya nao mapatano ya suluhu, na kila walipokuwa wakivunja mkataba au wakifanya kinyume chake, mtume sallallahu alaihi wasallam juhudi yake ya kwanza ilikuwa ni kuwasamehe na kufanya nao afu, hadi wao wakajaribu mara kadhaa ili kumua mtume sallallahu alaihi wasallam. wakifanya kinyume cha mapatano wakasaidia nguvu za nje katika kuishambulia madina, jambo ambalo katika kisasi chake kama mayahudi hawa wangepewa adhabu kali sana ingekuwa sawa na adili. lakini afu na huruma ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ya huruma yake ilikuwa ndiyo hii ya kwamba hata hivyo akawapa amani hivi kwamba akawaamuru kuacha nchi yani madina, na akasema ondokoni na kile mnachoweza kubeba nani. shabaha ya mtume mungu apishe mbali ingekuwa kutumia karaha na ukali, basi asingewasamehe juu ya kuvunja kwao ahadi mara kwa mara. nabii karim shabaha yake kama ingekuwa kumwaga damu kwa kuwapa banu qainuqa na banu nazir amani ya uhai wao, asingewaruhusu kuondoka madina kwa amani. shabaha ya mtume kama ingekuwa ya kujipatia mali na fedha, banu nazir ambao katika nchi ya uarabuni walikuwa wakifahamika kuwa matajiri kuliko wote, wasingeweza kuondoka na dhahabu na fedha kwa kuzijaza katika mifuko na viroba vikubwa vikubwa, wakionyesha watu wa madina na mbele ya macho yao jinsi mtume alivyokuwa amewatendea kwa huruma na kwa hulka njema wayahudi hawa wa madina. kilichotakiwa kutokea ni kwamba watu hawa baada ya kustawi katika khaibar, watu hawa wangeishi pamoja na mwanzilishi wa islam kwa suluhu na amani. baada ya kufukuzwa kutoka madina mayahudi wa madina, idadi yao kubwa ilikuwa imeenda kustawi katika khaibar, lakini khaibar ambayo ilikuwa ni nguvu moja kubwa ya kivita sasa ikawa makao makuu ya njama na mipango zidi ya waislamu. hawa ni mayahudi wa khaibar wakiwa na ujumbe mmoja mkubwa, wakiwemo viongozi wakubwa wa mayahudi walifika makka ili kukutana na washirikina, na wakapanga mipango ya kumua mtume sallallahu alaihi wasallam na kuangamiza islam. na baada ya kuwarizisha wakatembelea makabila jirani, na kwa kuyatayarisha makabila haya wakiandaa jeshi moja kubwa la watu 15,000 katika historia ile, wakaja kuivamia madina.
vita ambayo ni maarufu kwa jina la ahzab au handaki katika historia ya islam. Habari zake zimekusha elezwa tayari, na hakuna shaka ndani yake kwamba kama islam isingesaidiwa na msaada maksus na nusura ya mwenyezi mungu pamoja na waislamu, huenda hata alama za madina pia zimeshafutwa tayari. Na hakuna shaka ya kwamba mratibu mkuu wa fitna hiyo walikuwa ni mayahudi wa khaibar, ambao sasa muda wote walikuwa tayari kuwaangamiza waislamu. banu kuraiza waliokuwa katika madina mara ya kwanza walipopewa adhabu kwa sababu ya uvunjifu wa ahadi, hatua hiyo pia haikuweza kuwa sababu ya mayahudi wa khaibar kuleta mabadiliko katika mienendo yao. hivyo sasa ilikuwa muhimu kwamba hatua ichukuliwe dhidi ya kaumu hii yenye mienendo ya kuvunja ahadi na kupanga njama, ili amani nchi iweze kustawi na kila mmoja aweze kufuata dini yake kwa utulivu na amani popote anapoishi, ili liyakuna dinu lillah, dini iwe kwa ajili ya allah tu, dini isiwe na karaha ya aina yoyote, kwani hili ni swala la mungu na mja wake. mtaalamu mmoja mashuhuri wa mambo ya kimashiriki Montgomery Watt, ambaye hasiti hata kidogo katika kusema mabaya dhidi ya islam na mwanzilishi wa islam, anaandika kwenye kitabu chake, tafsiri yake ni kama hivi: sababu iliyo wazi na bayana ya kuishambulia khaibar ilikuwa ndiyo hii ya kwamba wao wakitumia utajiri wao, yani watu wa khaibar wakitumia fedha yao na utajiri wao, walichochea waarabu majirani zao ili wao wainue silaha dhidi ya waislamu. hii ilikuwa ni sababu maalum ambapo nabii karim chini ya ishara za mungu aliamua kuelekea upande wa khaibar. alama ibn saad ameandika ya kwamba ghazwa ya khaibar ilitokea jamaadiul ula mwaka wa 7 hijra, ilhali sawa na ibn uqba na alama ibn ishaqa, mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi wa zulhijja akarejea madina kutoka hudabia na akaswalia madina takriban siku 20, kisha akaelekea khaibar, na huu ulikuwa ni mwezi wa muharram. Mirza Bashir Ahmad Saheb pia maandiko aliyoandika katika Sirat Khataman Nabiyin, yeye ameandika kwamba ghazwa hii ilitokea mwezi wa muharram na safar mwaka wa 7 hijra. Musleh Maud raziyallah anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea kutoka hudabia baada ya miezi 5 akaamua ya kwamba mayahudi wafukuzwe kutoka khaibar, ambayo ilikuwa na hatua kadhaa kutoka madina na mahala ambapo mayahudi wangeweza kupanga njama dhidi ya maadui. hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba 1600 agosti 628 iswia akaelekea khaibar. baadhi ya wanahistoria wanaeleza tarehe yake ambayo ni baada ya miezi 5 ya hudabia, na musleh maud pia ameeleza hayo katika dibaji ya tafsiri lquran. lakini wengi wa wanahistoria na muhaddisin wanasema kwamba baada ya siku chache tu ya suluhu hudabia ilitokea katika mwezi wa muharram, na Mirza Bashir Ahmad pia ameandika hayo. mungu anajua. kimsingi suluhu hudabia ilikuwa ni ushindi mkubwa mno. kurani tukufu imeitaja kwa ushindi azimu kama asemavyo, inna fatahna laka fatha mubina, yani bila shaka tumekupa ushindi ulio zwahiri, na huu ulikuwa ni mlango wa ushindi azim ambao wakiupitia waislamu walijaaliwa ushindi azim kama wa khaibar na makka. kwa hakika mwenyezi mungu alikuwa ameahidi wakati wa kurejea kutoka suluhu hudabia. sura fatha iliposhuka katikati ya makka na madina, katika sura hii mtume alipewa habari njema ya ushindi kama hivi: laqad raziyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata alayhim wa asabahum fathan qariba.
ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. kwa hakika allah amewawia razi waaminio walipofungamana nawe chini ya mti na aliyajua yaliyomo mioyoni mwao, basi akateremsha utulivu juu yao na akawalipa ushindi wa karibu, yani ushindi wa Khaibar na mateka mengi. Mali za Khaibar pia wakazipata, na allah ni mwenye ushindi kamili, mwenye hikima. allah amewaahidini mateka mengi mtakayo yachukua, na mali hii ya ghanima amewapatieni haraka kutoka ahadi zile. maandalizi ya jeshi na kumteua naibu katika Madina, maelezo yake yameelezwa hivi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipowatangazia watu kuhusu safari ya Khaibar, na akawatangazia kwamba watu watakao kwenda Khaibar ni wale tu walioshiriki katika suluhu Hudaybiyah. Sawa na riwaya moja, Mtume alisema kwamba wanaotoka ili kujipatia mali ya ghanima wasitoke pamoja nami, na waende pamoja nami wale tu wanayo shauku ya kufanya jihadi. Sawa na Ibn Hisham, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimteua Numaila bin Abdullah Lesi kama naibu katika Madina, ilhali sawa na Imam Bukhari, Mtume akamteua Saba bin Urfa kama naibu wake. Alama Ibn Ishaq na Ibn Saad wameeleza ya kwamba kwa mara ya kwanza katika vita ya Khaibar habari ya bendera inapatikana. Kabla yake zilikuwepo bendera ndogo ndogo tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapatia Abubakar, Hazrat Umar, Hazrat Khubab bin Munzir na Saad bin Ubada bendera. Rangi ya bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni nyeusi, ambayo ilikuwa imetengenezwa na shuka ya Aisha. Jina lake lilikuwa Uqab, na hiyo ndiyo bendera ambayo Hazrat Khubab bin Munzir alikuwa nayo. Katika riwaya kuna habari kwamba Ali pia alipewa bendera moja, lakini bendera hiyo alikuwa amepatiwa kwenye Khaibar, kwani Hazrat Ali alikuwa hakuweza kwenda pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani alikuwa amepata maradhi ya macho, alikuwa hawezi kuona chochote. Lakini baadaye akaondoka na akafika Khaibar, hakuweza kuvumilia. Katika safari hii Ummul Mu'minin Hazrat Salama alikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa na riwaya moja, maswahaba kina mama 6 au 7 pia walikuwepo katika safari hii, na sawa na riwaya moja kina mama maswahaba kama 20 walikuwepo katika ghazwa hii. Hazrat Sinan Aslamia anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamua kuelekea vita ya Khaibar, nikahudhuria kwake na nikasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niruhusu ili mimi niende pamoja nawe. Nitasafisha mitungi ya maji, nitatunza vifaa na mizigo ya jeshi, mtu akiugua nitampatia matibabu. Anasema Mtume akaniruhusu, na vivyo hivyo baadhi ya kina mama wa Banu Ghaffar wakaja kwa Mtume na wakasema, ya Rasulullah, sisi pia tunatamani kushiriki katika vita, tutauguza wajeruhi na tutawasaidia mujahidina sawa na uwezo wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akawapatia rukhsa na akawaombea dua ya baraka. Mayahudi wa Madina walipojua kuhusu maandalizi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba watukufu, jambo hilo likawachukiza mno. Wao wakazani kwamba Mtume akiingia Khaibar itaangamia kama vile Banu Qainqa, Banu Nazir na Banu Quraiza walivyokuwa wameangamia. Mayahudi wa Madina walikuwa matajiri na Waislamu wa Madina kwa sababu ya udhaifu wao wa kimali walikuwa wanakopa mkopo kutoka kwao. Sasa wakati huu
kwa ajili ya faida ya mayahudi wa khaibar mayahudi wa madina wakaanza kuomba mikopo yao kutoka waislamu ili kuwasumbua na kuwazuia kutoka vita. kuna tukio la swahaba moja hat ibne abi hadrad anasimulia kwamba alikuwa anadaiwa dirhamu 5 au dirhamu 4 kutoka abu sham myahudi akasema kwamba yeye ampatie mkopo wake. ibne abi hadrad akasema kwamba nipatie muhula, nikirejea kutoka khaibar inshallah nitalipa mkopo wako, kwani mwenyezi mungu ameahidi nabii sallallahu alaihi wasallam kwamba katika khaibar itamjalia ghanima, khaibar itamjalia ghanima. abu shahm myahudi katika bughza na uadui akasema, je, unazani kwamba kupigana na watu wa khaibar ni kama kupigana na mabedui? na hapa kwa taurati huko kuna wanajeshi 10,000. wote wakaleta swala kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. wakati ule ilikuwa hali ya kivita. myahudi huyo alikuwa anaonyesha huruma kwa mayahudi wa khaibar na alikuwa anamtania muislamu mwanajeshi. nabii saa salam alikuwa kiongozi wa nchi. myahudi huyu angeweza kupewa adhabu, lakini tukaona azma na uadilifu na huruma na mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wasallam. mtume akasema kwamba umpatie myahudi haki yake. ibni abi hudrud akasema, na apa kwa dhati ambaye amekutuma kwa haki, mimi wakati huu sina uwezo wa kulipa haki yake. mtume akasema, hata kama ufanye nini umpatie haki yake. ibni abi hudrud anasimulia kwamba nikaondoa kilemba cha kichwa changu na nikakifunga kama kikoi, na nikiuza kikoi changu sokoni nikalipa hela yake, na nikavaa kitamba kingine. kitamba hicho kilikuwa ni shuka ambacho salma bin aslam au sawa na riwaya moja mzee moja msahaba alikuwa amempatia. alipojua tukio hilo akampatia kama zawadi. ni kudra ya mungu kwamba katika khaibar sahaba huyu akapata mali ya ghanima, na pia akapata mwanamke moja ambaye alikuwa kutoka jamaa ya myahudi huyo huyo shuham, na kisha yeye akaja kumuuzia myahudi huyo mwanamke yule. kuelekea kwa khaibar, habari hizi ziliposhamiri, mayahudi wa madina walionyesha ubughza na uadui kwa waislamu, na pamoja na hayo wakachukua bedui muja wa kabila asha na wakampeleka upande wa khaibar, na pia wakapeleka ujumbe kwamba wao wapigane na waislamu wakisimama kidete. waislamu hawakuwa na haja ya jasusi kutoka wapinzani, kwani wanafiki wa madina walikuwa wanafanya kazi hii. hivyo wakati huu raisulmunafiqin abdullah bin ubai bin sulul hakukaa kimia, bali kwa kupitia msaidizi mmoja akapeleka barua moja kwa mayahudi wa khaibar. barua aliandika kwamba muhammad saa salam ana nia ya kuelekea kwenu, muchukue tahadhari ya kujisalimisha na muingize mali kwenye ngome zenu na muingie katika medani ili kupigana na mtume muhammad saa salam, na musiwe na hofu juu yake. nini mna idadi kubwa na kaumu ya muhammad ni watu wachache na wana silaha chache tu. habari hii ilipofika kwa mayahudi wakaitisha kikao, yani viongozi wa mayahudi, na katika kikao kile hitilafu ikatokea. habari inasema kwamba mayahudi wa khaibar walipopata taarifa ya ujio wa jeshi la waislamu wakaitisha kikao, na kwenye kikao kile wakashauriana. katika majadiliano kutoka kwa viongozi mayahudi mapendekezo ya aina mbalimbali yakatolewa. kundi moja lilisema kwamba mayahudi wakijifunga kwenye ngome zao wakiwa nyuma ya kuta zake wapigane na waislamu, na waislamu wakichoka wataondoka. ila hali ndugu wa marhab
abu zainab akatoa pendekezo kwamba badala ya kupigana na waislamu katika ngome tutoke nje kwenye medani wazi na tupigane nao, kwani mayahudi wa madina wamekwisha ona natija ya kupigana na waislamu wakiwa kwenye ngome. Lakini kundi la kwanza likakataa kukubali pendekezo hilo, wakisema kwamba ngome zetu ni madhubuti kuliko ngome zao. Pendekezo la tatu lilikuwa na kibri zaidi, ambalo lilikuwa na ujasiri kwa munasaba wa mayahudi, na lilikuwa limetolewa na salam bin mishkam, kiongozi mkuu wa wanajeshi wa khaibar. Akasema tuishambulie madina na pamoja na watu wetu tuwaangamizi waislamu. Wengi wakaafiki na rai yake, lakini rais azam kinana bin abi huqaiq akapinga pendekezo hilo na akasema kwamba ngome zetu si kama ngome za yasrab, na hali ya kibri na ufahari ilikuwa ndiyo hii. Akasema kwamba muhammad saa salam hata subutu kuelekea kwetu. Lakini viongozi wote wakaafiki juu ya jambo hili kwamba wakitayarisha ujumbe moja upelekwe kwa makabila yaliyo jirani ili tuwaombe msaada wa kijeshi. Hivyo ujumbe wa watu 14 ukawa tayari, ambao sawa na riwaya kiongozi mkuu wa khaibar kinana alikuwa ana uongoza. Ujumbe huu ukaenda kuwatembelea banu asad, ghatfan na makabila mengine, na kwa kuwapatia ofa ya kuwapa nusu ya mavuno wakaomba msaada wa kijeshi. Kabila banu murra wakatumia busara na wakakataa kuwasaidia, lakini banu asad na banu ghatfan na makabila mengine yakapeleka wanajeshi 1,000 pamoja na silaha wakati ule ule, na wakawaahidi kwamba watawasaidia kwa watu au wanajeshi 4,000 na wakaanza kufanya matayarisho yake. Kuna maelezo mengine ambayo inshallah nitaeleza siku za usoni. Wakati huu ningependa kuwazungumzia baadhi ya marehemu wa kwanza ni mheshimiwa muhammad ashraf sahib, mwana wa mukarram muhammad baksh sahib mandi bahauddin. siku za nyuma alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ana mabinti watatu na vijana 6. mwana wake mmoja kashif javed saheb siku hizi yupo nchini senegal, nani kaimu mbashiri mkuu na amir wa jumuiya, na kwa sababu yake hakuweza kushiriki katika jeneza ya baba yake kutoka senegal. mwana wake huyo ambaye ni mbashiri anaandika ya kwamba baba yangu alikuwa mtu wa kawaida na mtu mpole sana. alikuwa mwenye kupenda sana ahmadia na ukhalifa. alikuwa ahmadia peke yake katika familia, na mara nyingi alikuwa anasema kwamba yote niliyopata nimepata kwa sababu ya ahmadia. alikuwa akiwasihi watoto wake kwamba daima muendelee kushikamana na ahmadia na ukhalifa. anasema kwamba babu yake muhammad azam saheb mwaka 1968 alikuwa amefanya bayati katika sargoda. kuna kijiji babda. anasema kwamba wakati ule baba yangu pia alikuwa amejiunga na ahmadia. mbashiri anasema kwamba alikuwa mtu mmoja tu upande wa mama yake alijiunga na ahmadia baada ya kufanya metric. akiacha kijiji akaenda kufanya kazi katika shah taj sugar mill mandi bahauddin, na akaendelea kuishi mandi bahauddin. katika umri wake wa uzee akajifunza kurani tukufu kwa shauku, akasoma kwa juhudi na kwa upendo. kila mwezi alikuwa anasoma mara moja. katika ramazan alikuwa anahitimisha mara 2 mara 3. alikuwa akiwasaidia watu maskini. mtu akija kwake alikuwa hamrudishi akiwa mikono mitupu. na mbashiri anasema kwamba alikuwa ananiambia kwamba mungu anaendelea kutujalia, hiyo ni baraka ya wakfu wako. mwana wake mbashir jawed anasema mimi ni katibu wa fedha tangu miaka kadhaa, na daima baba yangu alikuwa anatoa michango kwa wakati.
alipokuwa anapata pension alikuwa anafanya juhudi ya kutoa michango, na hata wakati wa kifo chake alikuwa na wasiwasi kwamba je, michango yake imetolewa au la. alikuwa anamshukuru mungu wakati wa kifo chake kwamba mungu amenijaalia kulipa michango yangu yote. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu, awajalie wote subira na utulivu. marehemu anayefuata ni habib muhammad shatri saheb, naib amir wa pili kenya, ambaye alikuwa mwana wa muhammad habib shatri saheb. kiasili alikuwa mwarabu. siku za nyuma alifariki dunia akiwa na umri miaka 56. inalillahi wa inna ilaihi rajiun. marehemu alikuwa musi, ameacha katika familia wazazi, mke na watoto watatu. amir wa kenya mahmud tahir saheb anasema kwamba mababu zake walitokana na yemen. baba yake habib shatri saheb alikuwa amefanya bayat agosti 1982. alikuwa mwanajumuiya mwenye ikhilasi sana. marehemu alikuwa mwana wake mkubwa. baada ya muda baba yake alipofanya bayat, ye pia akafanya bayati na akatimiza ahadi ya bayat hadi kifo chake. alisoma kutoka mombasa. alikuwa mwanafunzi mwerevu na mzuri. alipelekwa ufaransa ili kusoma zaidi kutoka shule, yani uongozi wa shule. daima alikuwa anaeleza matukio mbalimbali ya kukutana na makhulafa. alikuwa amekutana na khalifa mtukufu wa nne, pia alikuwa amekutana nami. aliendelea kuitumikia jamaat kwa njia mbalimbali. wakati wa kifo chake alikuwa national secretary talim na naib amir dom kenya. anasema kwamba mimi namjua tangu miaka 20. alikuwa akiwaheshimu sana wakfin, na alipokuwa anapewa kazi fulani alikuwa anafanya kwa weledi sana. sikupata haja ya kukumbusha. alikuwa anaswali swala zote na alikuwa anajali sana vitu vitakatifu wa mwenyezi mungu. alikuwa analipa michango kwa wakati, mwenye kuwasaidia watu wenye haja, na alikuwa mwenye kutii wazazi na kutimiza haki za ndugu zake. alikuwa mtu mwema sana, mnyofu sana. aliendelea kufanya kazi katika kampuni kubwa kubwa. mungu alikuwa amemjalia wasaa wa kimali, na alikuwa anakutana na viongozi wanasiasa, viongozi wa serikali, viongozi wa dini. hakuwahi kuficha ahmadi yake, bali alikuwa anaeleza wazi na alikuwa anafanya mahubiri. ndio maana kwamba katika jina yake viongozi wakubwa wa mombasa, viongozi wa serikali, viongozi wa biashara na viongozi wa jamii walishiriki. mwenyezi mungu amrehemu na amghofirie na awajalie watu wote wa familia subira na utulivu na amani. marehemu anayefuata ni mheshimiwa anobi madingu saheb. alikuwa sadr wa jumuiya ya zimbabwe, jamaat moja ya zimbabwe. aliyefariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. mwana wake yusuf anobi saheb ni sadr wa jamaat zimbabwe. anaandika ya kwamba mwanzoni alikuwa muislamu msuni na alikuwa anapinga jumuiya, lakini upendo wa islam ulikuwa moyoni mwake. mwanzoni alikuwa anaishi malawi. alipokuwa akiishi huko kulikuwa na upinzani mkubwa, kisha akahamia zimbabwe. baada ya kufika hapa, kwa sababu ya upendo wa islam, aliwakusanya watu mbalimbali, na katika sehemu au eneo ambapo alikuwa anaishi akafanya maandalizi ya kuswali kwa pamoja. moyoni mwake kulikuwa na tamaa kwamba mimi niwe muislamu mkweli. baadaye akawasiliana na jumuiya. kuna mbashiri wetu samiullah saheb akaendelea kuongea naye na akaendelea kujadiliana naye.
kisha mwishowe akakubali ahmadia na katika eneo lile alikuwa mwanajumuiya wa kwanza. baada ya kukubali ahmadia akapingwa. watu ambao alikuwa amewakusanya wakamwacha, wakamtesa, na senta ambayo alikuwa ametengeneza kwa ajili ya kuswali kwa pamoja akaiacha, na katika nyumba pamoja na watu wa nyumbani akaanza kuswali swala na ijumaa. ye hakukata tamaa, akaendelea kuwahubiri. watu wengi wakasikiliza ujumbe wa jumuiya kwa kupitia kwake na wakashiriki katika jumuiya, yani wakajiunga na jumuiya. alikuwa mtu mwenye athari. watu wengi kwa kumwona yeye wakajiunga na ahmadia. alijitolea na akanunua ardhi hapo. sasa msikiti wa kwanza wa zimbabwe unaendelea kujengwa. alikuwa akitamani kwamba msikiti huu ukamilike kwenye maisha yake. alikuwa mnyofu, mwenye imani sana, mwaminifu mkubwa. alikuwa anatatua masuala mbalimbali ya watu kwa hikima. hata kabla ya kuchaguliwa kama sadr jamaat, watu wengi walikuwa wakimwamini na kumtegemea. alikuwa akiwasaidia watu wenye haja. nyumba yake ilikuwa inajaa na wageni. alikuwa na uhusiano imara na jamaati. alikuwa akiwasihi wote kushikamana na jumuiya. ameacha watoto 8 na mwana wake kama nisemavyo kwamba ni sadr jamaat ya zimbabwe, na mjukuu wake mmoja kasim anobi ni mbashiri ambaye amesoma jamia. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu na aendeleze mafundisho ya jamaat katika vizazi vyake. watu hawa waendelee kutenda mema. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.